Katika video hii tutazungumzia tofauti kati ya uenezi prevalence na matukio mapya incidence. Sasa matukio mapya incidence ni idadi ya visa vipya ndani ya muda maalum. Kwa hiyo mlinganyo wake ni visa vipya juu ya idadi ya watu walio katika hatari. Hivyo inapima uwezekano wa mtu kupata ugonjwa ndani ya kipindi fulani cha muda. Sasa tunamaanisha nini tunaposema idadi ya watu walio katika hatari? Idadi ya watu walio katika hatari inamaanisha wale ambao bado hawajapata ugonjwa. Kwa hiyo tutawaondoa wale ambao tayari wana ugonjwa huo. Hii inamaanisha kuwa idadi ya watu walio katika hatari ni wale ambao pia wana uwezekano wa kupata ugonjwa huo. Kwa hiyo tutawaondoa wale ambao hawatapata ugonjwa huo, aidha kwa sababu wana kinga dhidi yake au tayari wana ugonjwa huo. Kwa hiyo tukiona matukio mapya ni mengi, inamaanisha ugonjwa huo uko hai kwa sababu kuna visa vipya vinaendelea kujitokeza. Hii itatusaidia kila wakati kubaini chanzo cha ugonjwa na pia kujua hatari inayohusiana na kuibuka kwa ugonjwa. Upande mwingine tuna uenezi wa ugonjwa ambao ni idadi ya visa vilivyopo. Katika hizi hesabu tunaweza kuona inategemea idadi ya visa juu ya jumla ya idadi ya watu. Kwa kawaida hii husaidia wakati wa kupanga, lakini haisaidii kubaini chanzo cha ugonjwa. Inatuambia kiasi gani, lakini si kwa nini na vipi. Kwa hivyo hebu tuchukue mifano ifuatayo. Tuseme tuna wanafunzi 200 ambao tunataka kufanya utafiti kuhusu hao 200. Kwa hivyo tunapotaka kuanza utafiti, tayari tuna 6 kati yao wana ugonjwa huo. Baada ya miezi 3, visa 3 vipya hupata ugonjwa huo. Kwa hivyo sasa hebu tuhesabu kiwango cha maambukizi na kiwango cha maambukizi. Kiwango cha maambukizi ni jumla ya idadi ya visa zaidi ya jumla ya idadi ya watu. Kwa hiyo tukirudi kwenye mfano huu, jumla ya visa ni 9 kwa sababu tuna visa 6 vya zamani pamoja na visa 3 vipya. Kwa hiyo itakuwa 9 kati ya 200. Na katika kesi hii jibu litakuwa 0.045 au tunaweza kusema 4.5 au tunaweza kusema visa 45 kwa kila 1,000. Hata hivyo, tunajua kama tunataka kuhesabu kiwango cha maambukizi mapya. Kiwango cha maambukizi mapya ni visa vipya pekee juu ya idadi ya watu walio katika hatari. Sasa tuna visa vipya vingapi? Tukitazama mfano ufuatao, tuna visa vipya 3 pekee. Ile 6 nyingine zenye rangi nyekundu tayari walikuwa na ugonjwa tangu mwanzo, lakini zile 3 zenye rangi ya bluu, hao ndio waliopata ugonjwa wakati wa utafiti. Kwa hiyo sasa visa vipya ni 3 tu. Vipi kuhusu idadi ya watu walio katika hatari? Katika kesi hii, idadi ya watu walio katika hatari itakuwa 194, sio 200. Kwa nini? Kwa sababu kama unakumbuka, idadi ya watu walio katika hatari inamaanisha wale ambao wanaweza kupata ugonjwa. Tutaondoa wale ambao tayari wana ugonjwa au wale ambao hawawezi kupata ugonjwa kwa sababu ya kinga. Kwa hiyo katika kesi hii tayari tuna 6. Wao tayari wana ugonjwa. Kwa hiyo 200 ukitoa 6 inakuwa 194. Kwa hiyo jibu katika kesi hii litakuwa 3 kati ya 194 na jibu litakuwa 0.015 au tunaweza kusema 1.5 au kesi 15 kwa kila 1,000 au kesi 150 kwa kila 10,000. Kwa hiyo tunayo 194 pekee kwa sababu 6 kati yao tayari wamepata ugonjwa na tunapaswa kuwaondoa kwenye idadi ya watu walio katika hatari. Kwa hivyo tunaweza kuona kadiri tunavyozidi kuwa na maambukizi ndivyo tutakavyoongeza kiwango cha maambukizi, kisha baada ya muda tutapata vifo au kupona kwa wagonjwa.
Kwa hivyo kuna uhusiano kati ya kuenea na kuenea. Hapa tunaweza kuona kiwango cha maambukizi kama tulivyo na visa 11 hivi. Kadri muda unavyopita, tutakuwa na visa vipya zaidi na kuongeza kiwango cha maambukizi. Kwa hivyo sasa jumla ya visa itabadilika. Tutakuwa na takriban visa 20 vya C jumla na visa 9 vipya. Kisha baada ya muda, baadhi ya visa hivyo vitakufa au kupona. Kisha tutakuwa na kiwango kipya cha maambukizi na kiwango cha maambukizi pia. Kwa hivyo kukumbuka tu matukio, visa vipya juu ya idadi ya watu walio hatarini, huku kuenea ni jumla ya idadi ya visa juu ya jumla ya idadi ya watu. Asante.